Neno la Mungu asubuhi ya leo. Yoeli sura ya 2 mstari wa 12. Lakini hata sasa asema Bwana, nirejeeni kwa mioyo yenu yote, kwa kufunga na kulia na kuomboleza. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya pumzi ya uhai. Tuna sababu pia ya kumshukuru Mungu kwa sababu ametuwezesha kuendelea kuwa na amani na furaha na kila mtu. Asubuhi ya leo Mungu anasema na sisi kwa habari ya toba, masuala ya kurejea kwake, kwa kutubu, kwa kulia, lakini pia kuomboleza. Tunafahamu fika kwamba tuko katika kipindi cha Kwaresma, kuyakumbuka mateso ya Bwana Yesu. Ni kipindi ambacho watu wanatakiwa kurejea na kubadilisha mitazamo maisha yao na mifumo ya maisha yao ambayo kawaida wameizoea. Ni kutubu, kumlilia Mungu aiponye taifa, aponye maisha yetu, aponye familia zetu, aponye koo zetu, hata kabila zetu. Lakini binafsi ni kusihi tu kwamba hiki kipindi kisiwe cha mpito tu, bali iwe ni tabia maisha yako ya kuwa na maisha ya toba, maisha kiasi, maisha ya kujinyima kwa ajili ya Mungu. Wakati mwingine Mungu anaangalia ni kwa namna gani tumejitoa kwa ajili yake. Ni kwa namna gani tumejikataa sisi binafsi na nafsi zetu kwa ajili ya Mungu. Hiyo ndio sadaka na thawabu bora zaidi kwa Mungu. Dhabihu bora zaidi kwa Mungu ambayo Mungu anaitaka kwetu. Yale maisha kujikataa, kukataa vitu tunavyovipenda kwa ajili yake. Na hivyo Mungu anakaa karibu kusikiliza kile ambacho tunakihitaji apate kutupa kwa kadiri ya vile ambavyo tunahitaji. Asubuhi leo ni kusihi tu uwe mtu wa kuishi toba, kuishi kumtafakari Mungu, kuishi kumpenda Mungu na kuishi kusikiliza kile ambacho